conditions ambazo zilikuwa zinatakiwa, na sisi tulikuwa tuna vigezo vyote na tulisubmit proposal yetu tukiwa tuna confidence kwamba Simba watafuata taaluma ile ya manunuzi, na ndivyo walivyofanya mpaka leo. Sisi tunaamini tulikuwa wanyonge sana ukifananisha na kampuni zilizokuwa zimetenda pale ambazo ni karibu 11, na leo tumeibuka washindi. Kwa hiyo tunawashukuru sana Simba leo kututambua Vunja Bei kama partners ama pia sponsors wa club, na ukiangalia contract value ni kubwa sana ukilinganisha na zozote zilizowahi kutokea hapa Afrika Mashariki, kwa sababu Barbara ametamka the value ambayo ni bilioni 2. Tunaenda kuwapa Simba bilioni 2, na sisi tuna confidence kabisa kwamba tutatoa bilioni 2 Simba, tutalipa kodi ya serikali na sisi tutabakiwa na kidogo. Ukiacha kwamba tutapata zile immaterial benefits kama kuajiri vijana wenzetu, lakini pia tunaenda kupata benefits ambazo pia ni proceed, ni pesa. Tunaenda kutengeneza pesa zaidi. Kwa hiyo kuna faida nyingi ambazo sisi kama kampuni binafsi tunaenda kuzipata, ikiwa ni ile lift tunayoenda kuipata pia kwenye brand, kwa sababu kwa sasa Simba ndio brand kubwa na Simba ina fan base kubwa. Vunja Bei tuna wateja lakini hatuwezi kufikia fan base wale nao Simba. Kwa hiyo ile lift Simba watakayotupa sisi, kuna uwezekano tukaenda ku grow hata tukaenda multiple times kuliko tulikokuwa. Mimi ndo founder wa Vunja Bei. Tangu tumeanzisha kampuni ya Vunja Bei, tumeshafanya mikataba mingi na tumeiexecute vizuri, na hiyo mingi tulisubmit kwenye club ya Simba, kwenye procurement, kwenye tender board, wameiangalia, wameona vyote tulivyokuwa tumefanya, lakini hatukuwahi kufanya mkataba mkubwa kama huu wa mabilioni ya pesa. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Vunja Bei nishukuru tena uongozi na klabu ya Simba kwa kutuamini bila hata kuangalia umri wetu. Labda angejua kwamba tutakuwa tuko serious labda na mambo yetu mengine, lakini tunashukuru sana. Nikiongelea biashara ya jezi kwa ujumla. Jezi ni tunaisema hii ni kit deal. Ni biashara ambayo pia inajigusa kwenye fashion, kwenye garments. Biashara hii ni biashara kubwa sana. Kama tutaisimamia vizuri, itafika siku clubs zitaweza kuendeshwa kwa biashara ya jezi peke yake bila kutegemea sponsor au mapato mengine yoyote kama gate collection. Hii biashara tukiisimamia vizuri, kwa sababu leo tuna sign contract ya bilioni 2. Lakini kama huko mbeleni tutaweza kupata zile support ambazo tunaenda kuzifanyia promotion, basi tutakuja siku moja hapa kuitana tena tukiwa tuna sign contract ya bilioni 10. Kwa hiyo naamini wadau namba moja ambao ni fan base ya Simba ndio wanatakiwa kuwa supporters wa kwanza kwenye hii biashara, kwa sababu biashara ina changamoto nyingi, na changamoto kubwa kuliko zote ni biashara inaingizwa jezi ambazo ni fake, tunaita counterfeit. Sasa kama mashabiki wa Simba wakiamua wao kuwa wa kwanza kulinda counterfeit zisiingizwe nchini, wasinunue, wakanunua jezi original ambayo imetengenezwa na manufacturer ambaye ametangazwa, ambaye ndiye rasmi, basi itaweza kutengeneza mapato makubwa sana, na klabu yetu itaweza kujiendesha vizuri zaidi bila kutegemea au kuyumbishwa na lolote kiuchumi. Na fanbase hii pia inatakiwa kusupport kwa kununua jezi, sio peke yake kulinda. Unanunua jezi, na sio peke yake kununua jezi, bali kununua jezi ya msimu huo ili kuweza kutengeneza mapato ya accounting year hiyo, season hiyo. Kwa hiyo naongelea ile fan base yetu, mashabiki wetu, kwamba ndio watu wa kwanza wanaotakiwa kusupport biashara hii, kwa sababu ndio biashara kubwa. Hakuna biashara mimi naamini inaweza kuwa kubwa kuliko hii. Ukiangalia Manchester walisign ile shirt sponsorship ya dola milioni 300, zaidi ya bilioni 700. Kule ni mbali sana, lakini ndiko tunapoelekea. Kwa hiyo ili tuweze kufika huko, lazima leo tuweze kutengeneza njia ambayo ni nzuri. Na hivi tulivyoanza kwa kufuata taaluma katika kila kitu, kufuata nini wataalamu wanasema, kama Simba wanavyosimamia, isingekuwa taaluma leo Vunja Bei tusingesimama hapa. Mimi naamini isingekuwa kusimamia ukweli leo Vunja Bei tusingesaini hii contract. Hii contract ni kubwa sana.
Kwa hiyo wadau wa pili ni serikali. Kuna changamoto zinapatikana kwenye biashara hii ya jezi na klabu zinapoteza mapato makubwa kwa sababu tunahitaji serikali kuna sehemu itupe mkono. Kwa mfano, counterfeit nikimaanisha fake zinatengenezwa sana China. 90% ya waingizaji wa jezi wanatengenezwa China. Na ndio nchi ambao sisi wa fashion tumebase zaidi kuliko Uturuki, South Africa na Thailand. Kwa hiyo watengeneza counterfeit kwa nini wanakimbilia China? Kwa sababu China ndio sehemu kuna production cost ndogo kuliko nchi nyingine yoyote. Sasa kama naleta jezi original na user shilingi 30,000. Wewe ukienda Uturuki ukaleta jezi kuuza shilingi 40,000, jezi yako haiwezi kuwa competitive. Hakuna mtu utampata. Ili uweze kulikamata lile soko langu, ni lazima uende China ukatengeneze fake, upunguze kidogo quality, punguza material. Alafu unaweka polyester nyingi, unapunguza cotton, lakini design inakuwa ile ile. Ukija hapa, jezi yako unaweza kuuza 15,000. Kwa nini mtu anunue jezi 30,000 wakati anaiona jezi inafanana hivyo hivyo na inauza 15,000? Kwa hiyo wale wanaopakia jezi China, kampuni za cargo hazizidi 10. Mimi nazifahamu zote kwa sababu nafanya biashara hii muda mrefu kidogo. Kama serikali itaamua kutoa tamko kuhusu zile cargo companies ambazo mimi nafanya nao kazi pia, kwamba kama mtapakia China na mtazileta hapa, tukakuta bandarini mzigo wa Simba una logo ya Simba na aliyepakia sio vunja bei, sio yule mtu ambaye ni rasmi, basi tutatake action. Hakuna kampuni ya cargo itapakia, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia biashara. Mimi natengeneza jezi pia za clubs zingine. Ukienda cargo ya kwanza, ukawaambia naomba msipakie jezi zangu, wanakuambia kabisa kwamba mimi nisipopakia itapakia cargo nyingine, mimi sitapata pesa. Na nikishusha Tanzania hutaziona, nitampelekea mtu atauza. Sasa leo tunaenda kuipa Simba 2 billion. Halafu mtu anaenda kupakia jezi anauza na Simba hawapati chochote. Tutawezaje kuwapa Simba pesa nyingi kiasi hiki? Tutawezaje kukua kutoka 2 billion tukaende 5 billion tukaende 10 billion ili Simba ikaweze kujiendesha vizuri zaidi? Kwa hiyo mimi naamini serikali inaweza ikatusaidia. Tumetengeneza kitu tunaita Simba Counterfeit Control Policy, ambayo ndio sera tutaitumia katika kucontrol jezi zile feki, na mle ndani tumeelezea nini tutaiomba serikali tusaidie, nini tutaiomba klabu tusaidie, na nini party ipi sisi kama Vunja Bei tutapray. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kwenye hii tenda ambazo tunaenda kupata, nimezitaja kadhaa, ikiwa pia kutoa ajira, kwa sababu tunao watumishi, tunao wafanyakazi ambao wapo kwenye maduka yetu, tunafanya nao kazi, lakini lazima tuongeze timu. Huu mkataba ni mkubwa sana. Ile distribution network lazima iwe nchi nzima. Kwa hiyo lazima tupate wasimamizi wengine. Kwa hiyo kuna vijana ambao tunaamini wako mtaani, wamemaliza vyuo vikuu, wamemaliza mashule huko, hawana pa kwenda, basi tutawashika mkono kwa sababu vijana wenzao tumeweza kuamini. Na naamini kwamba kama nilivyosema before, Simba kuamini vijana ni kitu kikubwa sana. Mimi nadhani hicho ndio inatakiwa kiwe kichwa cha habari pia, kwa sababu biashara hizi tumeshazoea. Hata mtu akitamka Vunja Bei wana sign contract, labda anajua atakuja baba fulani mtu mzima ambaye atakuwa yuko serious na biashara, lakini sisi tuko very serious na tutaprove kupitia sisi, ili serikali pamoja na taasisi zingine kubwa ziweze kuinvest kwa vijana. Kupitia mkataba huu tutaonesha ubora wa kazi yetu. Kwa hiyo tunaamini tuna inspire vijana wengi, lakini pia vijana hii iwe kama hamasa kwao, wasiogope kufanya vitu vikubwa, kwa sababu hicho kitu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru Simba kwa hilo tena, lakini nigusie kidogo sasa kwenye distribution network ambayo tunaenda kuitengeneza. Before kumekuwa kuna shida sana kwenye upatikanaji wa jezi. Wakati msimu ukishaisha pre-season, tunaanza kwenda kwenye msimu, kabla tujafika kwenye Simba Day, mara nyingi unakuta jezi zinawahi kuisha, jezi hazipatikani. Mtu aliyopo Kigoma anasubiria mwezi mmoja ndio apate jezi. Sisi tuna maduka mpaka siku ya Simba Day au ile Simba Week tutakuwa tuna tayari tushafungua maduka ambayo yanauza 13 na tunaendelea kufungua mengine. Kwa hiyo siku tunazindua, tuna launch jezi yetu. Siku ambayo tuna launch jezi yetu ni siku hiyo hiyo mtu aliyopo Mwanza
atapata jezi kesho asubuhi. Mtu aliyepo Kigoma atapata jezi siku inayofuata. Kwa hiyo tunaamini tutaujaza uwanja siku ya Simba Day ukiwa una rangi nyekundu. Na mkataba huu kama alivyosema Barbara, ni mkataba ambao pia umezaa watoto. Sisi hatuendi kufanya biashara ya kuuza na kununua, lakini tunaenda kufanya biashara ya ku-add value kwenye brand ya Simba. Kama ambavyo Simba tunaamini inaenda kutubeba sisi tukawe wakubwa mara 3-4 ya vile tulivyokuwa. Mkataba huu pia unaturuhusu sisi kama kampuni, tumepewa mamlaka na club ya kusimamia events zote ambazo zile creative events ambazo zote zinafanywa na Simba. Kwa hiyo kama Mtanzania una idea yoyote, unaamini kuna event fulani itafanya vizuri ama itaweza kujenga na kukuza brand ya Simba, basi unakaribishwa ofisini kwetu, tuletee proposal, tutakaa chini na wewe, tutaisubmit kwa sababu ipo upon the discretion of the Simba's management. Kwa hiyo tutawapelekea, wakiapprove, basi sisi tutafinance na tutaisimamia. Lakini pia Simba wametupa pia mamlaka ya kufungua maduka yenye brand ya Simba tukaiunganishe na brand ya Vunja Bei. Wametupa mamlaka ya kufungua mobile shops popote tunapokwenda, tuwe tunaenda nao. Kama tuna game Mbeya, basi na gari ya Vunja Bei yenye duka lile linalotembea litakuwa linafuata nyuma. Kwa hiyo wewe kama uko njiani katikati, unajua kabisa hatuwezi kufungua duka labda Chalinze, siku kisikia kuna game Morogoro, basi mama barabarani, gari zetu zitakuwepo, zitakuletea jezi pale pale ulipo.